tena. Jamani, homoni ni somo kubwa, kila nikitaka kulimaliza ni kama aliishi kila nikitaka kulimaliza ni kama aliishi. Ngoja nimjulishe mtu hapa, nimeingia live wa kwanza kulike Willy Mwaitege. Asante kwa kujoin Willy. Nasikika vizuri mitambo, tuna testi mitambo. Mic test, mic test. Mic test, mic test. Make sure you like na kushare when you are testing the mic. Kuna kitu nilikuwa nimeweka hapa, nataka nikipate kwanza tupige story. Jana kuna kitu nilirusha mtandaoni, nataka nikizungumzie. Nimekiandika tu vizuri kwa sababu nilikuwa nasoma mahali. Nilikuwa nasoma nikasema, unajua wakati mwingine hivi tu tunasoma alafu tunabaki navyo tu sisi, watu wanakuwa hawajui. Kwa hiyo ni bora ninaposoma. Kuna vitu vingine ni vya wataalamu, ni vigumu, lakini kuna vitu vingine ni vya kawaida. Sisi wananchi tunaweza tukajifunza, tukaelewa, tukajitambua mapema. Hapa nasema mzunguko mfupi wa siku 21. Wanawake hao, nikisema mzunguko najua wanawake mnanielewa. Sihitaji kuongea sana. Haya, mzunguko mfupi wa siku 21 unaashiria upungufu wa homoni ya progesterone. Maana yake ni kwamba mwili haufiki vizuri kwenye hatua ya kusaidia kutengeneza progesterone hormone ya kutosha. Haya, hawa watu wanaponisikiliza hapa maneno ya kisayansi wanaanza kunifungia kufanya live haiendi. Wanataka niongee maneno marahisi. Haya, nitakuwa naongea maneno ya Kiswahili. Kwa hiyo unatakiwa unielewe haraka. Maneno ya kisayansi nitayapunguza. Haya. Kwa hiyo mzunguko wa siku 21 unaashiria uzalishaji mdogo wa hii homoni ndio itaja. Haya, tunakuja mzunguko mrefu unaofika siku 35. Hii inaashiria udhaifu wa hii tezi hapa. Si mnaijua wote hii tezi hapa? Jamani, wanawake wote tunaijua tezi hapa. Si ndio hivyo? Kama uko na mimi jamani, like ziko 110. Ndio maana tuchangamke. Like, share, alafu tuma vikopa hapo. Tunachangamka, tunaanza kujifunza. Natuma vikopa, tunaanza kujifunza. Kwa hiyo inaonyesha udhaifu wa tezi inaitwa ya thyroid. Na hii mara nyingi inasababisha, hasa wale ambao wanatafuta watoto, huu mzunguko mrefu unaweza kukusababisha ukawa na wakati mgumu kupata ujauzito. So uwe makini kwa sababu inasababisha kuna kitu kinakuwa kijakaa sawa. Mzunguko usio wa kawaida ambao ndio watu wengi wanao. Mzunguko usio wa kawaida, kurukaruka mara 3 kwa mwezi, mara 2. Huu mzunguko unaashiria uwezo, sisemeje, sitaki kutumia maneno magumu jamani, kwa sababu hawa kisha nisikia tu maneno ya kisayansi papo tunapoteza. Inaashiria ukitaka kubeba ujauzito itakuwa ngumu. Huu mzunguko ambao ueleweki, mara 1 kwa mwezi, mara 2 kwa mwezi, mara 3. Hii inaonyesha kabisa hauna specific zile siku ambazo zitakusaidia kubeba ujauzito. Na hii kwa mwezi ina maana huo mwezi unakuwaga hauna siku maalum ambayo unaweza kusema hizi siku hizi ni siku za hatari. Mzunguko uko ovyo. Kuna wengine mpaka wanabeba ujauzito hata wajua walibeba lini. Wanashangaa tu, nimekuwa ujauzito. Mwingine anakaa mpaka miezi 3 4 anashangaa. Kwa sababu mzunguko unarukaruka. Kwa hiyo inategemea bahati. Hauna mpangilio. Haya. Ile inakujaga tu dap vidoti chap imeenda. Tunakuja hapo kidogo imeenda. Haieleweki. Haikai siku 3 wala haikai siku 5. Wala inakuja tu siku 2 imeenda. Hiyo inaashiria upungufu
au kupungua kwa homoni ya estrogen. Hii ina maana wewe unakuwaga na maumivu ya mara kwa mara. Wewe unakuwaga na maumivu ya mara kwa mara, unakuwaga na mwili unakuwaga mzito, una tabia kukosa usingizi. Hizo zote ni hormone balance by the way. Hivyo tunavyoongelea hapa ni part ya hormone balance. Yes. Ina maana wewe unapata maumivu ya joint, unanenepa, unapata kitambi. Hii hapa hii ya upungufu wa hormone ya estrogen. Hii ndio inafanya watu wanakuwa wanene. Unajua kwamba sio kila hormone balance inawafanya watu wananenepa. Unatoka kujua hicho. Kuna hormone balance zingine zinawafanya watu wanakonda. Kuna zingine zinawafanya watu wanakonda, kuna zingine zinawafanya watu wananenepa. Guys, ngoja tuendelee kulike na kushare basi afu tutaendelea. Tuendelee kulike na kushare afu tutaendelea. Tuendelee kulike na kushare alafu tutaendelea. Tuendelee kulike na kushare, eka vikopa kopa hapo vya kuchangamsha live alafu tutaendelea. Nimestaki. Yaani kama ninastaki tena. Hii tabia gani ya kustaki? Eti nimestaki huko kwenu? Eti ninastaki? Hii tabia ya kustaki sio nzuri. Kama ninastaki naomba nijulishe. Nisiendelee kuongea mwenyewe. Kama ninastaki nijulishe. Nisiendelee kuongea mwenyewe. So, sio kila hormone balance inafanya watu wanakonda au wananenepa. Wengine wanakonda, wengine wanakuwa tu kawaida. Lakini ndio hivyo cycle haziko sawa. Na inawapa shida na wakati mgumu kuweza hata kupata uzao. Na sio kila kukosa uzao ni hormone balance ya aina moja. Utagundua mara nyingi sana mtu akiniambia mimi nina changamoto ya hormone balance, na mwambia nataka kujua dalili ulizonazo. Kwa sababu moja ya kitu ambacho kina tofauti, dalili zitakwambia utofauti. Na wengine mna hizo changamoto kwa sababu ya excessive chemical. Mnatumia kemikali sana. Nilikuwa naangalia dada mmoja anachanganya cream kwenye beseni. Sio mmoja, nimeshaona kama kadhaa hivi. Anachukua cream hii anachanganya. Alafu anajipaka mwenyewe, anakuwa mweupe, anapendeza, anafurahi. Guys, kuna dawa ukizitumia zinaingia kwenye damu moja kwa moja. Kwa sababu unajua kitu chote unachopaka kwenye ngozi. Sisi tuna vimeleo, tuna vitobotobo kwenye ngozi zetu. Hivi vimeleo, hivi vinywele kwenye ngozi. Chochote unachopaka, kiwe ni chakula, yani kirutubisho, au kiwe kemikali, kinaenda moja kwa moja kwenye mfumo wa damu. Maana yake una deliver kwenye ini, kwenye figo, kwenye mfumo wa mmeng'enyo, kwenye kila eneo. Sasa unapokuwa na issue ya hormone imbalance, moja ya kitu ambacho kinaathirika sana ni ini lako. Alafu ikifuatiwa na mfumo wa mmeng'enyo. Kuna watu wanateseka na acid reflux. In fact, wakibalance hormone, acid reflux itaisha. Kwa sababu wengi hatujui mwingiliano wa miili yetu. Kuna siku nilishafundisha hapa. Unatakiwa ujue interconnectedness ya mwili wako. Mwili wako ni systems, na hizi systems zinaingiliana. Unatakiwa uzijue hizi systems zinavyoingiliana. Kitu kimoja kikiwa hakiko kwenye nafasi yake, mwili wako wote una shida. Tuchukue mfano, unaendesha baiskeli. Mbona daktari anaona dalili za mimba na mimba nimepima sina. Hizo ndo tunaziita pia moja ya dalili za hormone imbalance. Wengine wanatoa hadi maziwa. Leo nimeweka hapo clip moja ilikuwa naelezea mdada anatoa maziwa na hajawahi kubeba mimba wala hajawahi kukutana na mwanaume. Lakini kuna matumizi ya kemikali ambayo wametumia yamesumbua mfumo wa hormone. Kwa sababu hormone ni vichocheo, unavyovipeleka na kuvielekeza vinachochea kitu, vinachochea hasira,
vinachochea unene, vinachochea kunyonyoka nywele au kuota nywele, vinachochea ngozi kuwa nzuri au kuchoka. Whatever you are giving it is going to deliver. Hiyo dawa sijui mpenzi, mimi nadili na natural tu. Dawa za kisasa sio mtaalamu sana. Wataalamu wa madawa za kisasa wapo, wanaweza kukujibu. So nilikuwa naongelea hapa hii mizunguko inavyobadilika inamaanisha nini? Kwa siku 21 tumeona ni upungufu wa homoni muhimu inayomsaidia mwanamke kuwa mwanamke. Kumbuka mwanamke ana homoni zote na mwanaume ana homoni zote tofauti. Kuna zile homoni ambazo ni specific kwa jinsia yako na zile nyingine kwa ajili specific kwa jinsia ya wanaume. Sasa kila moja ikichochewa vizuri ina act accordingly. Ukitaka kumdistract binadamu, ukitaka kumbadilisha binadamu, watu wanajua, wataalamu wanajua. Ukitaka kumdistract mwanadamu, kitu zinachochea mazingira yako ya maisha yakaje. Sio ni gari kama kuna mtu nje. So iko hivi, wewe unamzunguka siku 21 unaona ni kawaida. Hapana, hiyo inaonyesha mwili wako hauzalishi kiwango kinachotakiwa au hautengenezi kiwango kinachotakiwa cha progesterone. Na hii inakusababisha unakuwa saa zingine unakuwa kama unaumwa. Kuna watu yani kabla ya siku hazijafika wanaumwa kila mahali. Yani wanaumwa kila kitu. Kwa sababu mwili wako una mapungufu katika uzalishaji wa homoni muhimu zinazochochea afya ya mwili wako. Unashangaa kwamba inakuwa ni ugonjwa. Na bahati mbaya hii hali ya maumivu wewe unaiona ni ugonjwa. Sio ugonjwa. Ni mwili wako unakwambia kwamba kuna kitu hakizalishwi katika kiwango kinachotakiwa. So unatakiwa ubadilishe vyakula nini ili mwili wako uzalishe, ubadilishe mazingira yako, uziangalie kemikali unazozitumia, sijui dawa za nywele, sijui mashampoo, conditioner, krimu, hizo zote. Guys, jamani tuko 88 lakini like ziko 273. Guys, sinawapa kitu kizuri hapa. Si tu like na kushare au jifunze kitu. Si like na kushare basi alafu ili live inavyoendelea kwenda una like unashare kwa watu watatu. Asante kwa wale ambao wamenifollow. Like unashare kwa watu watatu. Ili TikTok wakiona hamlike na kushare wanahisi kama hamjapenda. Kwa hiyo wanawapa. Lakini mwili wako hauzalishi homoni ya progesterone ya kutosha. Na hii inaweza kukusababisha pamoja na kupa changamoto labda za kushindwa kupata ujauzito, lakini pia muonekano wako ukawa dull, ukawa dull. Muonekano wa mtu unaamuliwa na vile homoni zinachochea matendo ya mwili wako. Sema matendo ya mwili wako. Mwili una systems. Systems hizi zinatakiwa kufanya kazi kwa kushirikiana. Sasa system moja ikiwa iko down, system zingine zote zita fall down. Na system ambayo inasaidia system zingine kwa on point ni system inahusisha hormones. Tutahitaji sana ili tusije tukalewa. Kwa hiyo kama unajikuta nimestack tena jamani, bwana kama simu yangu haieleweki. Okay. Kama unajikuta wewe uko siku 21 alafu unapata changamoto sana ya kupata ujauzito, kitu ninachotaka kukushauri, kabla hujaanza kutumia kemikali, madawa, manini, kagua vipodozi vyako. Nimeshashuka. Jamani naona kama nina start. Kagua vipodozi vyako. Kagua dawa zako za nywele. Kagua perfume. Vingine viache. Vingine visimamishe. Jamani. This life is not doing good to me. Okay, ngoja nifanye kitu hapa. Naomba tuendelee kulike na kushare wapenzi. Sijajua nini. Mkaka mwenye roho nzuri nisaidiana. Acha kuombaomba.
Fanya kazi. Acha kwa mtandaoni. Unanisikia? Nasikika vizuri? Huyu Natasha My Queen. My Queen gani unaomba mtandaoni? Mwanamke gani unaomba mtandaoni? Kafanye kazi mpenzi. Kazi ziko nyingi sana. Hapo pia nimetangaza nafasi ya kazi. Acha kuomba. Haya. Tuendelee. Una mzunguko wa siku 21 na haupati ujauzito. Unaona kabisa yani unafanya kila mbinu upate ujauzito. Siku 21, siku 25, siku 26, narudi siku 21, haija kufika siku 28. Bahati mbaya sana watu wengi tunakuwa busy na mambo mengi, atuhesabu sana. Mimi nilikuwa gasi hesabu by the way. So mambo yangu yalikuwa naenda tu, Mungu alikuwa ananisaidia, kwa hiyo sikuwa hata nahangaika kuhesabu. Yani wewe una upungufu. Asante sana Dr. Elisha, karibu. Una upungufu, mwili wako hauzalishi kwa kiwango sahihi homoni ya progesterone. Hii ndio inakuwekea kizuizi. Sasa wewe haumwi. Wewe unatakiwa kukagua vipodozi vyako unavyojipaka. Vinawezekana kabisa vikawa ndio vinasababisha hiyo hali. Namba 1. Kuanzia dawa za nywele, mafuta ya nywele, shampoo, conditioner, cream za uso, shower gel, chochote, perfume, chochote kinachoitwa cosmetic kinaweza mwambie nani itatoka kwa sultani. Akwambia tu shingapi? Haya. Kinaweza kusababisha kuingiliwa kwa homoni zako na kusababisha mwili wako kushindwa kuperform majukumu yake. Tumekubaliana kwamba hivi huwa ni vichocheo. Vikipewa support yoyote, positive au negative, hiyo inaenda kuchochewa vizuri. Niko na baridi kwenye miguu, socks hazinisaidii. Kama uko kwenye umri wa menopause, hiyo ni moja ya symptoms. Miaka 35, 40, 45, 50 kwenda juu. Of course hospitali wanaweza kuita rheumatism na nini, lakini hapo mimi ningeshughulika na mambo ya menopause. Hiyo mifupa ingekaa sawa. Balance fatty acids. Fatty acids ndio zinasaidia kubalance joto na baridi kwenye mwili. Baby love, namba hizi hapa. Mwambie tu daktari nataka unipe fatty acids. Ukipiga daktari yuko hewani. So, ukishaangalia vipodozi vyako, unajua bahati mbaya hatujui hata ingredients. Lakini siku hizi kwa sababu ya mitandao unaweza ukaresearch, ukajua vipodozi unavyotumia vina nini ndani yake, vinakusababishia changamoto yoyote, vinakusababishia shida yoyote. Alafu kama hujui, ongea na wataalamu wa afya, wako wengi, wataalamu wa masuala. Jamani, nimepotea tena. Nimepotea tena. Au tuko pamoja? Haya, asante kwa wale ambao wana like na kushare. Kwa hiyo kagua vipodozi. Kitu cha pili, angalia chakula chako. Tuna vyakula vingi sana ambavyo ni havina virutubisho vya kutosha. Yes, ni less nutrients. Virutubisho, ukiwa na upungufu mkubwa wa virutubisho, inachangia sana kupata hormone imbalance. Na hormone imbalance sio lazima urukeruke tu siku. Nimeshakwambia hapa, una mzunguko tu mzuri ni wa siku 21, haujakamilika siku 28. Huo wenyewe tayari unaashiria hormone imbalance. Sasa tunasubiri mpaka sasa tunataka kuconceive ndio tunaanza kuhangaika, tunaanza kufanya nini? Afu wanawake tunafanya mambo mengi sana. Kuna vitu wanawake tunafanyaga, ukiulizwa kwa nini unafanya hata unakuwa uelewi. Light tungejua. Kwa angalia chakula unachokula. Kikiwa na upungufu wa virutubisho, maana yake una upungufu wa microbes. Upungufu wa wale normal floras. Wana majina mengi. Unaweza kawaita normal flora, unaweza kawaita microbiome, unaweza kaitwa microbio, unaweza kawaita wanaitwa normal flora au good bacteria. Hawa good bacteria ili wa balance lazima homoni ziwe zimebalance.
Kama homoni hazija balance, hawa bakteria hawezi kubalance. Kuna kitu kinaitwa nimesema sitatumia maneno ya kisayansi, ngoja niyapunguze. Sasa kuna mwingiliano kati ya homoni na mmeng'enyo. Huu mwingiliano kati ya homoni na mmeng'enyo, huu ni mwingiliano kati ya mmeng'enyo na mfumo wa uzazi. Mfumo wa uzazi una bakteria. Hawa bakteria wanaulinda. Hawa bakteria ndio wanasaidia, pamoja na kwamba mfumo wa mwanamke wa uzazi unaweza kuwa uko kama majimaji au uko una uteute, haupati maambukizi kirahisi. Kuna aina fulani ya asidi inaulinda mfumo wa mwanamke. Sasa ile huwa sisi tunaichezaga na vitu vingi mpaka tunauharibu huo ulinzi. Ndio maana unaona mavitu kama UTI, PID imekuwa popular, kwa sababu sisi wenyewe ndio tunatengeneza hayo mazingira ya hao bakteria kutuataki au kutuingilia. Kwa mfumo wako wa mmeng'enyo ukiwa unalindwa na hawa bakteria wa kutosha, ukawa umebalance, ukipata haja unapata kikawaida, tumbo lako lina utulivu kama ila kwangu hapa. Yaani I feel it. Lina utulivu, alizunguki. Tumbo lako likiwa na utulivu, mwili wako ukiwa na utulivu, moja ya kitu ambacho kinakupata ni uwezo wa mwili kucontrol inflammation. Kwa hiyo baadhi ya homoni zinazohusika sana kuzalishwa kwenye mfumo wako wa mmeng'enyo, mojawapo ni estrogen, ambayo ni muhimu sana kwa mwanamke kwa sababu hiyo ina control inflammation. Kwa hiyo ukiona unajaa gesi tumboni, asidi hazikuishi, alafu infection hazikuishi, hebu focus kupromote au kuamsha bakteria wa mmeng'enyo. Mmeacha kulike, ndio maana live inaenda wapenzi. Yaani tungekuwa tuna like hapo live ingekuwa, maana kwa idadi ya watu tuliokuwa hapa ilipashwa like zio hata 5,000 hapa. Ngoja mimi nijilike mwenyewe huko. Kwa sababu najitahidi kutoa elimu, lakini wanaopokea elimu wenyewe wanaopokea elimu wenyewe wanatakiwa wabembeleze. Ila Watanzania tunapenda kubembelezwa jamani. Haya bwana, tuendelee. Dota, karibu. Okay, so Feme, mambo, karibu mpenzi. Habari ya kazi? Alafu Feme, wewe ni mwanaume mwanamke, wana nakuita mpenzi kute mume wa mtu, sije nikapigwa hapa bure. Eti wewe ni mkaka au ni mdada? Okay, so mzunguko wa siku 21 tumeshasema unachokiashiria, na tumeshasema mwili ni systems, vitu ambavyo ukiwa system moja haijakaa sawa, system nyingine zote zitakuwa haziko sawa. Sasa tunavyokuwa watu wazima, mabadiliko ya miili yetu ni jambo la kawaida. Mwili unabadilika kila siku, na kinachochochea haya mabadiliko ni hormone. Nakumbuka nilisemaga muda mrefu sana nilipoanza kufundisha mambo ya hormone, nikasema laiti binadamu angejua umuhimu wa hormone, vitu vingi sana vinavyosumbua binadamu kwenye afya zetu tungevishinda. Kwa sababu dunia inaelewa umuhimu wa hormone. Sisi wenyewe binadamu ambao tunatakiwa kuzijua hizi hormone hatujui umuhimu wake. Asante kwa wale ambao wana like na kushare. Na hata wanaume, matatizo mengi si ya misuli, nguvu za kiume, kukosa usingizi, pressure kupanda, si nini, vyote ukisoma vinahusiana na homoni ya kiume. Havihusiani tu na hicho unachokisikia. Kabla haujafika hapo ulipo, pressure ikawa juu, sukari ikawa juu, magonjwa ya moyo, kilichoanza ni kudecline kwa hormone ya kiume. Hicho ndo kilianza. Kwa nini zina decline? Sisi maisha yetu tunayoishi huko mtaani. Unapoenda kwa daktari, wewe unaenda na dalili zako. Umeshazipata tayari. Lakini kabla hujapata zile dalili, kuna vitu ulikuwa unaviona vya tofauti. Wewe kabisa unaona kabisa dalili zinakuja na umri wako unavyobadilika. Yaani unavyobadilika umri, kuna dalili zinakuja na huo umri. Lakini haimaanishi unauma. Ni taarifa mwili wako unakupa kwamba stage unayoenda sasa hivi, punguza kula chakula. Sasa wewe amka tu asubuhi, piga mchemsho wako na mandazi sio na. Preventive care means before sickness you need to know what to do.
Ukisha kuwa unaumwa, muone daktari afanye jukumu lake. Lakini kama unajua zile stage mwili wako unapita mpaka unaitwa mgonjwa, aisee, wewe utashinda sana. Niwaambia siku moja, mimi ninajifunza sana kila siku kwamba binadamu ni kifaa ambacho kimeumbwa kwa utaalamu wa hali ya juu sana. Mimi ni Mkristo, nimeshadikilia mara nyingi hapa. Na kwenye Biblia kuna mahali pameandikwa umetengenezwa kwa utaalamu. You are wonderful made. Kuna mstari kuja nitasoma, ni Zaburi 139 mstari wa 14. Kwamba umeumbwa, naomba niusome. Ni vizuri nikausoma. Ili tunavyoendelea kuongea tuelewane. Hata Muslims mnasoma Bible, msiogope. Mimi napenda sana kujifunza vitu mbalimbali vinavyotusaidia vinavyotusaidia kuwa watu ambao tunajielewa na tunaelewa. Binadamu bila roho sio binadamu. Nope. Na binadamu bila mwili sio binadamu. Mikono yangu ina ganzi. Una upungufu wa vitamini B dada? Ni dada Ayusha? Una upungufu wa vitamini B mpenzi? Mikono ina ganzi. Mishipa ina struggle. Mstari wa 14 Biblia ya Kiswahili nasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Nataka nisome Biblia ya Kiingereza. Mstari wa Biblia ya Kiingereza kuna jinsi unaiweka hiyo tofauti. Yaani nisome Biblia ya Kiingereza. Wanaojua Biblia za Kiingereza ninasoma NIV. Mishipa hiyo mpenzi. Ayush, mishipa hiyo. Nasema, I praise you because I am fearfully and wonderful made. I love this one. I am fearful and wonderful made. Mimi nilivyojifunza mwili wa binadamu in different way. Najua anatomy ya shule inatufundisha deeper, ndio kuzijua cells, kujua nini, maneno ya Kigiriki. That's okay. Lakini kuna kitu mimi nilitaka kwenda beyond. Architect ya uumbaji wa binadamu ni fascinating kabisa. Angalia mfumo wa nervous system. Alafu angalia mfumo wa mishipa ambayo inahusika katika kuhakikisha mwili wako unakuwa active. Kuna huu mshipa mmoja tu unaitwa vagus. Huu mshipa unatoa taarifa kwenye mmeng'enyo na kupeleka kwenye brain, haurudishi. Nikajiuliza, sasa kwa nini Mungu aliamua kwamba huu mshipa huu usichukue taarifa urudishe kwenye sehemu zingine za mwili, uchukue tu taarifa kutoka kwenye mmeng'enyo upeleke kwenye brain? That's all. Na huu mshipa kwenye Chinese medicine wanakuambia ndio mshipa pekee ukiweza kuugusa wakati unafanya acupuncture unaweza kuactivate energy flow ya mwili mzima. How? Kwa sababu wenyewe si unapeleka taarifa kwenye brain. Ukipeleka taarifa kwenye brain kuna system, central nervous system zote zinakuwa activated through brain, mwili wako wote unakuwa active. This is just wonderful, So I praise God because I am fearful and wonderful made. Sasa tukiangalia systems za mwili, tuendelee na hiyo ya hormone, kwa sababu mimi naonaga hiyo ya hormone siku binadamu ataielewa, we are done. System ya hormone ndio inaamua uzao, wewe uwe unazaa au usizae. Sasa kuzaa, tunafikiria sana kuzaa watoto. By the way, unajua system ya hormone ndio inaamua kipaji chako, creativity yako, innovation yako, uwezo wako kutafuta hela, uwezo wako, drive yako ya kufanya mambo. Unajua hormone ndio zinaamua. Tuko pamoja wapenzi? Hebu nione comment hapo kama kuna mtu ananielewa. Au ndio ishapotea tena. Naeleweka, nitumie nini maana usiku mpaka naumia. Dada, ndio maana tumeweka namba za simu hapa. Ukiongea na daktari hapo atakusaidia. Naeleweka, hebu nione comment hapo. Mtu anayenielewa kitu tunachojaribu kusema. Na unaona kama kinakusaidia. So, kama wewe umeumbwa katika hali ya kushangaza,
Jaribu kufikiria. Hiyo system ya uzalishaji ya mwili wako inazalisha seli. Na seli ndio wewe. Wewe ndio trillion of cell. Hiyo system ya uzalishaji ya mwili wako inazalisha normal flora au microbiome. Au microbiome kazi yake ni kukusaidia kubalance na kucontrol inflammation. Kufanya mwili wako uchakate chakula, upokee virutubisho viende kwenye damu. Na kwenye damu nako seli zinaendelea kupokea. Seli zako zinazalishwa ndani ya mifupa. Mfupa vile ulivyo mgumu, seli zinazalisha fundo, zina nourish na zinakuja kwa mimi najikuta tu nasema, ukifikiria vile mwili wako unavyofanya kazi, afu nienda huko kwenye nature, angalia mimea, angalia wanyama, angalia wadudu wanavyo-connect na wewe. Kuna vitu unaviona vikubwa kwenye hii dunia, utagundua they were made very easy. Uhitaji kupambana na watu kwenye njia zao. Una njia yako. Ukiipita hiyo njia yako, everything is good. So, hata kama vile vidole havifanani, vitu vingi sana hatufanani, lakini tuko na features ambazo zinatufanya tuone tunafanana. Ukiangalia mfumo wa hormone na cycle ya hormone, inaweza kanieleza mimi baada ya miaka 5 wewe utakuwaje. Yes. Kuna watu sana naongea nao, alafu kuna zingine nawaambia wewe usipokuwa makini miaka 10 ijayo utakuwa unaumwa ugonjwa. Kuna baba mmoja alikuwa hapa siku moja, tukamwambia hivyo. Unajua watu kwa sababu ya uelewa mdogo, watu wengi sana ukiwaambia future yao wana predict na mambo ya spiritual na ushirikina. No. Kuna jinsi ukielewa sayansi. Ndio maana wenzetu huko duniani wanapanga mambo ya miaka 100 mbele. Kuna jinsi ukielewa sayansi. Kuna vitu utaviona kabla havijatokea. Especially vinapohusu afya yako. Ugonjwa ulionao leo haukuanzia ile siku ulianza kusikia unaumwa. Ulianza maybe hata miaka 2 nyuma. Especially magonjwa ya mifupa yanakuwa yameanza miaka 10 nyuma. Mwanamke anayefika menopause afu anapata osteoporosis, hayo ni makosa ya kiutendaji ya miaka zaidi ya 10 nyuma. Ili menopause yako iwe rahisi, lazima uwe na uelewa na maarifa ukiwa na miaka 30. Ujue vitu sahihi vya kufanya na kuhakikisha homoni zako ziko sawa, ili ukifika menopause mwili wako uweze kufanya transition kwa utulivu. Sasa ona miaka 30 wakesha ndio kwanza unatumia kila aina ya kemikali, unachukua makrimu yote. Ile mdada alikuwa anachanganya hapo makrimu, steroids, benzoyl, sijui manini, anachanganya tu. Hajui hata mechanism ya action ya kitu chochote. 1 minute guys, nichukue tissue hapa. Hajui chochote kwamba hizo cream zina maana gani, zina kemikali hizo zinaingia ndani kwa kiwango gani, kwa kiasi gani, kwa jinsi gani. Kuna vitu tumeumbwa kuvitumia kidogo tu vitoshe. Na kuna vitu tumeumbwa kuvitumia kiwango kikubwa. Kuna vitu tumeumbwa tunavitumia once a year. Hata huko kwenye nature kuna vitu watakuwa kutumia mara moja kwa mwaka. Hata huko kwenye mazingira tu. Vitu vya asili kabisa, lakini unapaswa kutumia mara moja kwa mwaka. Ukiwa na maarifa haitakusumbua. Haya, tuendelee. So tumesema mzunguko wa siku 21 unaashiria upungufu wa homoni ya progesterone. Haya, mzunguko wa siku 35 unaashiria udhaifu wa thyroid. Tuna wamama wengi sana wana shida ya thyroid. Na sijui kama wanaelewa kwamba hiyo inaashiriwa pamoja na upungufu wa vitu vingine kama iodine na nini, lakini una upungufu ni issue ya hormone imbalance. Ni issue ya hormone imbalance kubwa sana. Huwezi kutibu thyroid kama ubalance hormone. Utachukua muda mrefu. Utafanya management, sio tiba. So tiba. Na kuna stage ikishafika, ukishafanya procedure nyingine, kuna stage ikishafika, hauwezi kukaa sawa. Utateseka tu. Mwili kuna saa una give up, unakuacha sasa wewe uendelee kujidrive unavyotaka. Unajua mwili ni kama mtu anavyoongea mzunguko wa siku 26. Kama unaenda siku 26, 28, 28 hauna shida.
28 hapo 30 hauna shida. Kama unashuka kila mara una shida. Unatakiwa uangalie vyakula, cosmetics. Yaani zingatia, hii sio ugonjwa. Ni wewe uadjust maisha yako na vitu unavyofanya kila siku. Cosmetics, vipako, vikoje, vina kemikali gani? Kila siku tunaona serikali inatangaza, TBS wametangaza vipodozi gani utakiwa kutumia. So kuna hivi vipodozi vingine vinakwambia hii kemikali ikitumika usitembee kwenye jua. Wewe wenzangu, wewe kila siku uko sokoni unauza zako mtumba, alafu unajipaka. Ndio maana unaona wamama wameungua. Unafika miaka 40 ngozi imekuwa kama sio kitu gani. Kwa sababu unajua seli za ngozi zinazaliwa haraka haraka according to your age. Ukiona miaka 20, 25, 30, seli za ngozi zinazaliwa like 30 days seli za ngozi zimekufa na kuzaliwa. Ukifika miaka ya utu uzima inaitwa degenerative age. Haugenerate tena. Uzalishaji wa seli sio ule. Hivyo vitu unavyopaka badala ya kusaidia vile ulivyokuwa unataka kuachieve unaungua. Alafu unazeeka umechoka na muonekano wa kichovu kwa sababu ya kemikali. Sasa kuna kemikali ukipaka au ukitumia hutakiwi kupita kwenye jua. Kuna kemikali ukitumia unatakiwa utumie once, maybe kwa siku 3, kwa wiki, inategemea na ile kitu unataka kuachieve na mazingira yako. Lakini kuna kemikali ukitumia moja kwa moja zinaingilia mfumo wa endocrine system. Na sio kwamba taarifa hizi hakuna, ili usitese familia yako. Maana bwana, mtu akiwa na saratani anatesa familia. Familia inakuwa maskini kwa sababu ya saratani ambao saa zingine umeitengeneza mwenyewe kwa kudistract hormone. Okay, mzunguko wa siku 35 nimeshasema ni thyroid. Haya, kurukaruka hiyo inaashiria mayai hayako sawa. Yaani kuconceive hapo utahangaika sana. Mara tarehe ngapi, kwa mwezi mara 2, kwa mwezi mara 4, hiyo itakusumbua sana. Sasa kutoka na damu nyingi, heavy, ile nzito. Watu wa miaka 35, 40, 45, moja ya kitu unachokipata ni hiyo kupata periodi nyingi, lakini pia inaweza kukupa hot flashes. Acid reflux inakuwa sana. Acid reflux, watu wenye estrogen dominance ni rahisi sana kupata. Watu wenye estrogen dominance wananenepa, wanakuwa na inflammation, mwili unakuwa unajaa. Na hii ikikupata nimepotea tena. Ikikupata ukiwa chini ya miaka 40, inabidi ufanye kazi ya ziada, kwa sababu hii inamaanisha unaanza menopause mapema sana. Na hutaki kuanza menopause mapema. Tunaanza kufanya kitu kinaitwa slow aging process. How do you slow aging process? Ni kuangalia jinsi systems hizi zina interconnect. Ni eneo gani la kufanyia kazi zaidi. Katika hii level unafanyia kazi maeneo mawili makubwa. Microbiome, bakteria wa mfumo wa mmeng'enyo, ini na vitamin D. Haya ni maeneo ambayo ukiyafanyia kazi vizuri, automatic mwili wako utaanza kuadapt. Na utagundua kwa sababu estrogen ina affect mfumo wa mmeng'enyo sana. Ukiwa unapata wale microbes wa kutosha, mfumo wako wa mmeng'enyo utakuwa na utulivu, na of course utaangalia mafuta ya kupika na nini kwa kubalance fatty acid, ile hali ya estrogen kwa juu itapungua. Kwa hiyo heavy period inachangiwa na estrogen kwa nyingi kuliko ilivyo inavyopashwa. Sasa kuna watu wanapata maumivu wakati wa period, cramps. Hii inaashiria viwango vya juu vya hormone inaitwa prostaglandins. Na hii inasababisha misuli kukaza, maumivu ya mfuko wa uzazi na vitu kama hivyo. Na sorry guys, unajua nimeandika chini, sikuwa nimeweka hapa kila kitu, some of these things I know. Kwa hiyo bado hii inarudi balance hormone. Balance hormone. Sasa kuna wale wanapata matone katikati ya mwezi, anapata tone, afu mbona imeenda? Ilikuwa nimepata katone afu ikapotea. Shosikia kama mtu anasema hivyo, afu maisha yanaendelea.
hiyo inaashiria low uzalishaji au kupungua kwa homoni ya progesterone, ambayo pia ni muhimu sana kwa mwanamke, especially wale ambao wanataka kuendelea kupata uzao. Yeah. Kwa hiyo ikipungua ndio unapata hizo hazieleweki. Rangi kubadilika, sio ya kahawia wala sio nyekundu, inakuwa ya kahawia. Huu ni mzunguko ambao hauko vizuri. Damu inachelewa kutoka nje kama inavyotakiwa, inasimama muda mrefu kwenye mfumo wa uzazi, itakuwa itoke, inachelewa pale, inabadilika rangi. Haya, kuna wale kabisa wamefunga hivi, hawajafika menopause, bado ni wadada, lakini ndo hawapati siku zao, hawajui kwa nini. Hapa lazima upambane boss, kwa sababu hapa ni upungufu mkubwa wa estrogen na progesterone. Hizi homoni mbili sio tu kwa ajili ya uzazi, ni homoni zinaweza kufanya kuwa mwanamke. Ulishakutana na wamama wako menopause wana sauti za kiume, wana sauti nzito. Ulishakutana na wamama wako menopause wana sauti nzito kama za kiume. Yes, hizo homoni mbili hizi zinahusika kusaidia kubalance mwanamke kuwa mwanamke. Ulishakutana na wale wameota ndevu. Yeah. Nishasema kuota ndevu pia ni pamoja na hizi kushuka, maana yake pia homoni ya kiume iko juu, kwa sababu mwanamke pia ana homoni ya kiume. Yes, kila mwanamke ana testosterone. Hiyo ndio inakusaidia kuconceive. So, ikiwa juu kupita kile kiwango inachotakiwa, inakupa features za kiume. Na hizo homoni za uzazi zikipungua, ndio unasikia mtu anaitwa tasa. Yes, hazai. Zikishapungua hizi au huwezi kuzaa, lazima upate msaada wa kidaktari, wa kitaalamu kukusaidia kuziamsha. Of course kwenye medical, kwenye matibabu, hivi vitu vyote vinajulikana, vipo. Wanawake hawako menopause, maybe wamekaribia, lakini ukavu na maumivu, especially wakati wa tendo la ndoa. Hiyo yote ni hormone balance guys. Yes, balance hormone. Wakati unapata ukavu, watu wengine wanafikiri ni umri. Mtu anakuambia ni umri, ni kawaida. Ni kawaida kwa sababu ni mabadiliko ya hormone. Lakini ukibadilisha chakula, ukipunguza matumizi ya kemikali, ukibalansi hormone naturally, ziko herbs, ziko virutubisho ambavyo ukitumia hormone zako, mwili wako unaanza hizi hormone zinaanza kurudi kwenye nafasi yake, utarudi kawaida. Especially kama uko chini ya miaka 50 na unapata hii hali, balance hormone guys. Haya mengine ni ya kawaida, sio maumivu ya matiti na nini. Hizo ni stage za kawaida sana ambazo nadhani kila mwanamke anajua. Ukiwa na maumivu ya matiti inaashiria mabadiliko ya hormone, either unakaribia period au una mabadiliko tu ya hormone ambayo yanatokea. Kama hujui hayo, unamwona daktari wako anakushauri. Hizi ni area ambazo naamini wanawake tukizielewa zitatupunguzia baadhi ya mambo. Kumbuka mmeng'enyo na hormone zinashirikiana. Moja ikiwa out of balance, zote ziko out of balance. Ngozi yako ili iwe nzuri inategemea afya ya mmeng'enyo na inategemea afya ya hormone. Akili yako ili iwe vizuri inategemea afya ya mmeng'enyo na inategemea afya ya hormone. Ili upate usingizi inategemea afya ya mmeng'enyo na inategemea afya ya hormone. Maana yake nini? Kwa sababu mmeng'enyo ni brain namba 2. Kwenye mmeng'enyo kuna connection ya mfumo wa hormone na mfumo wa mmeng'enyo, kwenda kwenye mfumo wa mmeng'enyo. Inaitwa hypothalamus pituitary axis. Wajina bwana. Hypothalamus pituitary axis. Hii connection ndio inaamua afya yako ya hormone na ya mmeng'enyo. Alafu kuna nyingine inaitwa, kuna connection nyingine, gut brain axis. Hii gut brain axis ndio inaamua afya yako ya akili through mmeng'enyo. Mtu yote ambaye anapata asidi na ana vidonda vya tumbo atakubaliana na mimi, wakati asidi iko juu na ana maumivu, akili yake haiwezi kufocus. Nasema uongo? Akili inachanganyikiwa kabisa, unahisi kama unakuwa chizi mpaka asidi ikae sawa. Wale wenye asidi, si ni kweli? Sasa huwezi kubalance acid kama hauja promote normal floras.
No. Najuaga tu somo linakuwa gumu hivi mnapokaa hapo, hamna anaye like, hamna anaye comment, hamna anayesema chochote. Najua tu hapa somo ishakuwa gumu. Wengine wanaona kama sayansi ni ngumu sana, hoja nichape mwendo, wanaondoka. Lakini end of the day shuleni tulikuwa tunajua sayansi ni ngumu. It takes a lot of reading kuona hichi kitu tunachokiongea hapa. Imenichukua muda mrefu sana kusoma na kusoma na kusoma na kupractice. Sio kusoma tu, kusoma na kupractice. Mpaka sasa hivi inakuwa very interesting. Kuna sana nasoma vitu alafu nakuwa possible. Kumbe patient. Mkaribishe tu. Haya wapenzi, nasubiri maswali. Na tumepoteana jamani. Nasubiri maswali. Hakuna maswali huku juu. Filenande anasema wow doctor, hatukujua yote. Hamisi asante. Emmanuel Hamisi asante kwa kulike. Guys, nawashukuru kwa kunifollow na kulike. Yeah, you decided to come. So guys, mzunguko 24 ni normal. Naomba nipokee wageni. Alafu nikishaongea nao nitarudi live baadaye.